Wakati ya mambo yanamchanganya kocha Joseph Zimba wa JS Kabylie na timu yake kwa ujumla katika mechi dhidi ya Yanga, mechi ya pili ya kundi lao la B ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, ni juu ya kile alichokifanya Yanga katika mechi dhidi ya AS FAR Rabat. Kwenye mechi ya kwanza waliocheza kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar na kushinda kwa bao 1-0. Mechi hii ya JS Kabylie dhidi ya Yanga ni katika zile zitakazochezwa tarehe 28, ambapo kwenye kundi lao mechi nyingine itakutanisha Al Ahli ya Misri itakayokwenda kucheza dhidi ya FAR Rabat katika kundi hilo la B ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa Joseph Zimba na JS Kabylie yake wanatambua kwamba katika mechi ya kwanza walifungwa 4-1. Ni katika mechi ambayo walicheza dhidi ya Al Ahli, ambapo katika siku hiyo wao walipigiwa mashuti 7 ya kulenga shabaha, huku 4 yakibadilika na kuwa mabao na kupoteza mchezo huo. Sasa wakiangalia kile walichokifanya Yanga dhidi ya FAR Rabat katika mechi yao kwenye uwanja New Amani Complex, ndicho ambacho kwa kiasi fulani kinatisha na kuwafanya wajipange zaidi kuhakikisha kwamba wakiwa nyumbani waambulie chochote, kwa sababu Yanga kwa namna ilivyocheza dhidi ya FAR Rabat ni unstoppable endapo wataendeleza kile walichokifanya katika mechi ya kwanza. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba ukizama ndani katika small details wanagundua kwamba Yanga ni hatari sana katika kushambulia. Yanga ni wazuri katika kuzuia. Yanga katika mchezo dhidi ya FAR Rabat walipiga mashuti, tunasema shots, mashuti 15, kati ya hayo 9 yalilenga shabaha, ilhali FAR Rabat katika mchezo huo walipiga mashuti 5 mechi nzima, shuti moja tu lilenga shabaha, tena katika dakika ya 58 ya mchezo, likipigwa na Hamudani, ambalo hata hivyo Djigui Diarra alilicheza. Dakika 90 walipiga shuti moja tu la kulenga shabaha. Dakika 90 Yanga mashuti 9 akilenga shabaha kati ya 15, ambapo nazungumzia hapa shooting accuracy ya takriban 60%. Yanga maana yake walionekana wako vizuri zaidi katika mchezo ambao kwenye umiliki wa mpira hawakujihusisha sana kuwafunika FAR Rabat. Ndio kwa sababu Yanga walimiliki mpira kwa 51%, FAR Rabat walimiliki mpira kwa 49%. Yanga pasi za jumla walipiga pasi 369, FAR Rabat walipiga pasi 364. Tofauti yao ni pasi 5 tu katika mchezo mzima. Lakini zilizofika Yanga walipiga pasi 288 zilizofika, FAR Rabat pasi 283. Tofauti ni pasi 5 tu zilizofika. Kwa hiyo unaona pasi za jumla Yanga waliwazidi FAR Rabat kwa pasi 5 tu, lakini FAR Rabat walizidiwa pia pasi 5 tu zilizofika na Yanga. Lakini tofauti yao ilikuwa ni namna Yanga wanavyokuwa direct, wanafika zaidi kwenye lango la FAR Rabat na kufanya majaribio ya kufunga, tena mashuti kwa usahihi 9. Hili ndilo linalotisha zaidi. Ni kwa sababu gani? Joseph Zimba na wachezaji wake, benchi la ufundi la JS Kabylie, kwa vyovyote vile wana kazi ya ziada kukabiliana na Yanga hii inayofika sana, kwa sababu katika kufuatilia kwao wataona kwamba FAR Rabat katika msimu huu 2025-26 kwenye ligi kuu yao ya Morocco, FAR Rabat wameshacheza mechi 8. Kwenye mechi 8 walizocheza wana pointi 18, wako nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya Morocco, performance ya 75%. Katika kufunga wamefunga mabao 14 wakiwa wao wameruhusu bao 1 tu katika mechi 8. Sasa hili ndilo linalochanganya zaidi, kwamba dakika 720 kwenye ligi yao, ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu ya Morocco, FAR Rabat wako kwenye kiwango bora sana chini ya kocha Alexander Santos, wameruhusu bao 1 tu. Lakini mechi dhidi ya Yanga ilikuwa tofauti kwa namna ambavyo walikabiliana na Yanga. Walilazimika kusubiri golikipa wao Reda Ahmed Tagnut awe kwenye kiwango bora ili kuwanusuru wasipokee mabao mengi. Kwenye ligi kuu ya Morocco, mechi hizi 8, mashuti waliopigiwa FAR Rabat ya kulenga shabaha, shot on target, ambao wapinzani wake wameyapiga kuelekea lango la FAR Rabat, kuonyesha ni kwa namna gani wana ulinzi imara sana, ni mashuti 13 tu katika mechi zote 8, huku wakiruhusu bao 1, kipa wao akifanya saves 12 kuwafanya wameruhusu bao 1 tu. Lakini katika mechi dhidi ya Yanga, shots on target zimekuwa 9, wakati katika ligi kuu ya Morocco mechi 8 wamepigiwa mashuti 13. Nadhani nimeeleweka vizuri, ya kulenga shabaha. Mechi moja na Yanga wanapigiwa mashuti 9. Lakini sio hilo tu. FAR Rabat katika kupiga mashuti wao wanaposhambulia mpaka wakafunga mabao 14 walikuwa wamepiga mashuti
106. Mechi dhidi ya Yanga dakika 90 wamepiga mashuti 5 tu, tena moja tu ndio likilenga shabaha. Sasa taarifa hizi ndizo ambazo watalazimika kufanya ya ziada, kwa sababu wanatambua hatari ya kushambuliwa mfululizo na timu inayofika sana langoni mwenu. Mechi dhidi ya Ahli walipigiwa mashuti 7 ya kulenga shabaha wao, na kuwa ndio timu ya pili ambayo kipa wake aliteseka sana katika mchezo mmoja. Kipa wa Hadid alifanya kazi ya ziada. Mashuti 7 waliopiga kulenga shabaha, alifanya saves 3, akaruhusu mabao 4. Hadid ndiye kipa wa pili kuteseka sana, kwa sababu namba 1 kipa aliyeteseka sana ni Reda Ahmed Tegnut wa Farabat, aliyeteswa zaidi na Yanga kwa kupigiwa mashuti 9. Yani katika timu zote 16 za hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye raundi ya kwanza kwenye makundi yao, kipa aliongoza kuteswa sana ni Reda Ahmed Tegnut kwa mashuti 9, akicheza saves 8, na kuwa ndiye kipa aliyeng'ara kuliko makipa wote kwa kuibania Yanga. Maana Yanga ilikuwa inaupita ukuta wa Farabat. Wale akina Abdel Hamid walikuwa wanapitwa, kina Marwan Lawan walikuwa wanapitwa, viungo wao akina Zenedine Derag, akina Mohamed Rabi Herimat, mabeki wao pembeni kina Anas Bash, akina Tor Canero walikuwa wametepeta kwenye safu ya ushambuliaji ya Yanga ya kina Prince Pumelo Dube, Peodo Pako Mzuzwa, wakifika mara kwa mara na kufanya majaribio hayo. Sasa hayo ndio ambao watapaswa kufanya ziada. Na ukifahamu vizuri zaidi katika ligi kuu ya Algeria hivi sasa, JS Kabylie mwenendo wao katika ulinzi sio mzuri sana. Watalazimika kufanya ya ziada kuhakikisha hawadhuriki katika mechi dhidi ya Yanga. Walijitahidi mechi dhidi ya Al Ahly, matokeo yake wakafungwa mabao 4, na sasa wanakwenda kucheza dhidi ya Yanga ambayo ndiyo timu iliyoongoza kupiga mashuti mengi ya kulenga shabaha kuliko timu zote. Yanga ndio iliongoza mashuti 9 kulenga shabaha dhidi ya wapinzani wao. Wa pili Al Ahly waliopiga mashuti 7 kulenga shabaha, halafu ndo zinafuata timu nyingine kama Mamelodi na wengineo. Lakini Yanga ndio walikuwa wana njaa zaidi kufika kwa wapinzani. Sasa wao kwenye ligi kuu yao ya Algeria hivi sasa wanashika nafasi ya 7. JS Kabylie ni baada ya kucheza mechi 9, pointi walizo nazo ni 15 tu kati ya pointi 27 walizopaswa kuzipata kutokana na michezo 9. Ukizidisha kwa 100 hapa unagundua performance yao ni around 56%. Wakati Yanga wanaocheza nao kwa ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, wamecheza mechi 4 wana pointi 10, performance ni around 83%. Lakini wao kwenye ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika ndio performance yao iko 56%. Lakini kinachotisha zaidi ni kwenye mabao. Kwenye ligi yao wao wamefunga mabao 1, lakini mechi hizi 9 wameruhusu mabao 8. Kwa lugha nyingine, wastani wa bao 1 katika kila mchezo isipokuwa mchezo mmoja. Maana mechi 9 wameruhusu mabao 8. Sasa kwa rekodi hizo walizonazo JS Kabylie katika ligi kuu yao ya Algeria, mechi 9 pointi 15, mechi 9 wakiruhusu mabao 8, mechi 9 wakifunga mabao 11 tu, hakika wana kazi ya ziada wanajiona dhidi ya Yanga. Labda tumaini pekee ni kwamba kwenye makaratasi Al Ahly iliyowafunga wao mabao 4-1 ni klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika, na tena walikuwa ugenini. Lakini Yanga ni klabu namba 8 kwa ubora barani Afrika, bado ni miongoni mwa klabu bora, imo ndani ya top 10 kwa viwango vya CAF hivi sasa. Na kwa sababu hiyo labda unaweza kaona kwamba labda moto utapungua kulinganisha na mechi waliocheza dhidi ya Al Ahly. Lakini wakizama ndani zaidi, wakiona namna ambavyo Farabat iliteseka katika mechi dhidi ya Yanga, Farabat ikishukuru walau kwa kupoteza bao 1 tu kwa 0, kwa sababu ukuta wao ulifikika sana na Yanga kiasi cha kupigiwa mashuti zaidi ya 60% ya mashuti yote ya kulenga shabaha waliopigiwa msimu kwenye ligi kuu yao ya Morocco. Kama nilivyotoka kueleza, msimu mzima mpaka sasa mechi 8 wamepigiwa mashuti ya kulenga shabaha 13 tu. Kati ya hayo 1 ndio likiwa bao, 12 goli kipao Reda Ahmed Tegnut akisave, akicheza vyema, akizuia michomo kutoka kwa wapinzani. Lakini kwa Yanga mechi 1 wamepigiwa mashuti 9 ya kulenga shabaha. 9 katika mashuti 13 ni around 69% ya mashuti yote waliopigiwa msimu huu ya kulenga shabaha wamepigiwa katika mechi 1 dhidi ya Yanga. Sasa hilo ndilo Joseph Zimbawa na mabeki wake, akina Zinedine Belaid, akina Reda Bensha mabeki wa kati, golikipa wake Hadid, beki wa kulia Neshat Jabri, beki wa kushoto Hamza Muali, viungo wao wawili pale. Maana mfumo wao ni baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Yani walinzi wa 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Viungo wao ukabaji. Nazungumzia Babakar Sa, nazungumzia Boujema, Mehdi Boujema, lakini pia
wale viungo watatu wa ushambuliaji kina Josephat Athubada aliyetoka Singida Black Stars na kwenda kujiunga JS Kabylie, lakini pia huyu Babakar Sarr tunafahamu alikuwa hapo katika klabu ya Simba, mambo yake yakuwa mazuri, hivi sasa yupo JS Kabylie, ni miongoni mwa wanaong'ara. Lakini washambuliaji wao kina Ayman Mahias, kina Mergem, kazi wanayo kupambana dhidi ya Yanga ilionyesha kiwango bora sana katika mechi dhidi ya FAR Rabat. Sasa nini kitarajiwe kwa Tanzania, kwa wana Yanga? Matarajio ni kuona Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves, wachezaji wake wakitekeleza vyema mpango kazi wa kocha Pedro Gonçalves na kuonyesha kiwango bora kama walichoonyesha dhidi ya FAR Rabat ili kupata matokeo mazuri. Pedro Pacome Zouzoua aendelee kuwa unstoppable katika mechi dhidi ya FAR Rabat, alifanya kila atakalo kwa kiasi kikubwa kwa mafanikio. Wachezaji Prince Mpumelo Dube aendeleze ubora wake katika mechi dhidi ya FAR Rabat, aliwasumbua sana akipiga mashuti 4 matatu akilenga shabaha, moja tu ndo likitoka nje na ndiye aliyefunga bao pekee lilowapa Yanga ushindi. Lakini wachezaji wengine kina Mudathi Yaya Bas, akina Zuka Buya, Jigi Diarra goalkeeper, walinzi Ibra Baka, Dickson Jobu, walinzi wa pembeni kina Isra Patrick Mwenda, kina Mohamed Hussein Shabalala au Shadrack Sakaboka, yeyote tukipangwa basi siku hiyo kuhakikisha wanatekeleza vyema mipango kazi ya kocha Pedro Gonçalves ili kupata ushindi. Ikishindikana basi walau wata point moja, lakini wasipoteze. Hawa JS Kabylie walichokionyesha dhidi ya Al Ahly kwa mwendo wao katika ligi kuu ya Algeria, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, Tanzania ikiwa ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika ambako Yanga ndiko wanatoka, ni dhahiri kwamba Yanga wakiendeleza ubora wao wana uwezo wa kupata pointi zote 3 na kujiweka katika nafasi nzuri kwenye kundi lao la B, kuhakikisha kwamba safari yao ya kuania nafasi mojawapo kati ya 2 za kufuzu hatua robo finali kutoka kwenye kundi lao inakuja kufanikiwa. Je, itakuwa vipi? Na hasa kwa kuzingatia kwamba Yanga kule nchini Algeria hivi karibuni wameshawahi kupata matokeo ya aina zote. Washawahi kushinda katika finali kombe la shirikisho barani Afrika msimu wa 2022-2023 pale walipocheza dhidi ya USM Alger, wakifungwa 2-1 jijini Dar es Salaam kwa Mkapa. Lakini kule ugenini kule Algeria walishinda bao 1-0 mkwaju wa penalty wa Juma Shabani, nakumbuka vizuri. Lakini msimu wa 2023-2024 walikwenda wakafungwa 3-0 na CR Belouizdad katika mechi ambayo walicheza vizuri sana kwa maana ya vigezo vingine kama umiliki wa mpira na kufanya majaribio, wakipiga mashuti 4 ya kulenga shabaha. CR Belouizdad mechi nzima wakipiga mashuti 3 ya kulenga shabaha, yote kamba. Yanga wakafungwa 3-0. Sasa Yanga kule Algeria washawahi kupata matokeo ya aina zote, wana mengi ambayo walishajifunza. Wachezaji wake wengi waliokuwa kwenye mechi hizo dhidi ya CR Belouizdad, dhidi ya USM Alger wamo kikosini, kama Jigi Diarra ni miongoni mwa ambao bado wamo, Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto. Ni juu ya wao sasa kuendeleza kiwango chao kuhakikisha wanapata pointi 3 muhimu katika kundi lao la B. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.